Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Bado tupo na tukio la kutekwa kwa Balozi Humphrey Polepole na watu wasiojulikana. Mpaka leo tunapozungumza ni kwamba haijulikani ni wapi Polepole alipo, lakini pia hali yake ipoje. Wakati hayo yakiendelea, umma ukiwa na taharuki kubwa, jarida moja kubwa la Afrika ambalo linaitwa The Africa Report wameripoti ya kwamba Polepole aliuawa muda mfupi tu baada ya kutekwa na watu ambao walikwenda kumshambulia na kumteka nyumbani kwake, kwamba aliuawa muda mfupi tu baada ya kutekwa na watu hao, na hii ni kutokana na majeraha ambayo alikuwa ameyapata baada ya kushambuliwa na watu hao. Hii ni taarifa ambayo najua utakuwa umeiona mpaka hivi sasa. Hata vyombo ambavyo sio vya Tanzania, kuna baadhi ya vyombo vya habari kutoka Kenya wameweza kuripoti pia taarifa hiyo ambayo imeripotiwa na The Africa Report. Lakini wakati hayo yakiendelea, wabunge wa EU watoa tamko kutekwa kwa Polepole muda huu ambapo tukio hili bado limezidi kuwa ni kubwa mno. Tunaona mpaka wabunge wa Umoja wa Ulaya wametoa tamko juu ya kutekwa kwa Polepole. Madai ya kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole kumeendelea kuzua mjadala mpana baada ya wabunge wa Umoja wa Ulaya EU kulani tukio hilo na kulitaja kuwa ni la kutisha linalohitaji hatua za haraka. Katika taarifa iliyotolewa jana Oktoba 10 mwaka 2025 kwa pamoja na wabunge wa Umoja wa Ulaya Barry Andrew, Robert Bidon, Udo Bullman, Michael Gahela pamoja na Eric Makwadi na David MC Arista wamesema wana wasiwasi mkubwa kuhusu matukio ya utekaji na ukandamizaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wakosoaji wa serikali na waandishi wa habari nchini Tanzania. Tunatoa wito kwa mamlaka husika kuhakikisha usalama wa Polepole na kuchukua hatua madhubuti kumaliza mwenendo wa vitisho na ukiukwaji wa haki za binadamu, imesema sehemu ya taarifa hiyo. Kauli hiyo imekuja siku moja baada ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora pia kulaani tukio hilo na kukitaka serikali ya Tanzania kuchunguza kwa kina hali ya kutoweka kwa Polepole. Polepole ambaye aliwahi kuwa ni katibu itikadi uenezi mafunzo wa CCM alitekwa usiku wa kuamkia Oktoba 6 mwaka 2025 katika makazi yake yaliyopo Ununio, Dar es Salaam. Tayari jeshi la polisi kupitia msemaji wake David Misime limesema linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini ukweli wa kilichotokea, lakini pia jeshi la polisi likamtaka kaka yake na Polepole, Agustino Polepole, aweze kuripoti polisi kuweza kutoa uthibitisho wa kile alichokizungumza wakati akiujulisha umma wa Tanzania ya kwamba Polepole ametekwa. Kumbuka alimtaja Afande Mafwele, kwa hiyo polisi wanamtaka Agustino Polepole kuripoti polisi kutoa uthibitisho ya kwamba Mafwele alihusika katika tukio hili. Baada ya taarifa hii ya wabunge wa Ulaya kulani kutekwa kwa Polepole, John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema amechapisha taarifa hii kupitia mitandao yake kijamii na kuandika ya kwamba dunia inatazama. Nyie wazalimu, watu wabaya, hamtaweza kumpoteza kila mtu kabla dunia haijawa finyu sana kwenu. Suni mtakosa hata sehemu za kwenda kujificha baada ya kuwa mmekimbizwa kutoka kwenye madaraka. Kaandika hivi John Heche kwamba suni mtakosa hata sehemu za kwenda kujificha baada ya kuwa mmekimbizwa kutoka kwenye madaraka. Watu kadhaa wameweza kutoa maoni yao kufuatia bunge la Ulaya kutoa tamko, lakini pia kwenye posti hii ya John Heche, huyu wa kwanza anasema kwamba hawa watu ni waajabu sana. Yaani leo Chadema wanamtetea Polepole alafu mboga mboga wamevunga kama hakijatokea kitu. Mwingine akasema kwamba kaka yake Polepole kwa nini haendi kutoa ushirikiano na polisi? Mwingine akasema kwamba free Polepole. Lakini pia mwingine akasema kwamba wabunge wa chama cha CCM wamekaa kimya, la Polepole ni kada wao pia na aliwahi kuwa kiongozi wao mwandamizi, kwa nini wanyamaze? Mwingine anasema kwamba naona viongozi wote wa Tanzania wakitokomea mitini baada ya nchi kukombolewa. Asante Mungu.
Mwingine anasema kwamba hatutanyamaza kwa sababu tuko na Mungu wa mbinguni na sisi tunaitakia mema hii jamhuri. Mwingine anasema kwamba wakati huo wabunge wenzake wa CCM hawana habari kabisa, wanaona kama hayawahusu. Una nafasi pia ya kutochea maoni yako, lakini pia kubwa zaidi, endelea kutufuatilia hapa hapa kwa taarifa mbalimbali.